Nchi ya Angola imetangaza kujiondoa rasmi kama mpatanishi wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kiongozi wake Rais Joao Lourenço. Hata hivyo, Angola imetoa tangazo hilo siku ya Jumatatu kupitia ukurasa wa Facebook, uamuzi ambao nchi hiyo inasema ni kwa sababu Rais Lourenço kwa sasa ni mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika, majukumu yatakayozuia kuendelea na kazi ya upatanishi. Rais Lourenço amekuwa katika mstari wa mbele kujaribu kupatanisha pande zinazozozana mashariki mwa DRC, ikiwa ni kupanga mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mazungumzo hayo yalikuwa yaanze wiki iliyopita jijini Luanda, lakini yaligonga mwamba baada ya waasi wa M23 kujiondoa kwa kukamilikia baadhi ya viongozi wake kuwekea vikwazo na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, kumekuwa na jitihada mbalimbali za kimataifa kutatua mzozo wa mashariki mwa DRC kwa njia ya mazungumzo, wakati huu waasi wa M23 wakipuuza wito wa usitishwaji vita na kuendelea kuchukua maeneo kadhaa kama mji wa Walikale wiki iliyopita. Hata hivyo, kujiondoa kwa Angola kuwa mpatanishi kunaacha maswali kuhusu nchi gani itakayochukua kazi ya upatanishi kuhusu mzozo wa DRC, hasa baada ya Rais Felix Tshisekedi na Paul Kagame wiki iliyopita kukutana na kufanya mazungumzo ana kwa ana jijini Doha nchini Qatar kupitia rais wa nchi hiyo. Tuambie majibu mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji kuhusiana na hichi ambacho kinachoendelea. Je, unahisi kwamba kuna jambo lingine ambalo lipo nyuma kuhusiana na Rais Joao Lourenço wa Angola kujiondoa katika mpango huo wa upatanishi? Na je, kuna maendeleo ambayo yatafanyika kama tu rais huyo ataweza kutoka? Basi tuendelee kufuatiliana kupitia mitandao yetu ya kijamii mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kupitia TV yetu Mwanaweka. Mimi Eric Nelson kama kawaida naendelea kuletea update.